mara chache sana. Ila hii madhabahu imejengwa kwa msingi wa kiroho. Kwa hiyo hii ni chemchemi ya uzima wa kiroho. Piga Yesu makofi mengi. Baba, tunakubariki sana. Iko hivi, usitarajie mtoto yoyote aliyolelewa chini ya Bishop Samuel Melkia Mundala akawa na injili za kurembaremba kwa habari ya wokovu. Usitarajie. Utapigwa nono za Roho Mtakatifu, utapigwa nono za utakatifu wa maisha yako mpaka kwenye ndoa yako. Yesu atoke. Lazima tumjue kwanza huyu Mungu na kanuni zake. Tuishi huo Utatu Mtakatifu ukae kwa wingi ndani ya maisha yetu. Najua iko hivi, Biblia ilionya mtu yoyote anayofanikiwa bila ya kuwa na Mungu, mafanikio yale yanaenda kumpoteza. Mafanikio yenye raha ni yale ambayo unayapata mafanikio baada ya kumjua Mungu na kanuni zake. Maana utasema nimefanikiwa sio kwa akili zangu, bali kwa mkono wa nani? Na utamheshimu Mungu katika hayo mafanikio. Pigia Yesu makofi sana. Ili uweze kufanikiwa vizuri, mwana wa Mungu, jaa kwa wingi sana neno la nani? Na Mungu. Ili uweze kufanikiwa, mwana wa Mungu, mjue sana huyo Mungu na umtake huyo Mungu na nguvu zake. Ili uweze kufanikiwa, lazima uwe na ujazo wa Roho Mtakatifu. Pigia Yesu makofi mengi sana. Na ndio maana nikuombe wewe kaa kwa kutulia. Ukikaa kwa kutulia utapokea. Nilikuwa naongea na tunajendea jana, nikamwambia hivi, epuka sana kuishi kwa hisia. Ishi kwa uhalisia. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini kuna watu hapa hawapokei kama tunavyopokea sisi wengine. Kwa sababu tu baba amepokea wapi? Baba amepokea wapi? Bwana nikwambie, kuna wakati Yesu alizarauliwa na mpaka wakasema, je, neno jema laweza tokea Nazareti? Walikuwa wanajaji kwa eneo walilotokea Masihi wa Bwana. Lakini iko hivi, mwana wa Mungu, nikwambie, hata kama angefika wa Marekani, lakini kama hana mafuta yanayopata connection na madhabahu hii, huwezi kupokea chochote. Lakini asifiwe huyu Mungu ambaye ameleta mtumishi ambaye divine connection, yani ile ule muunganiko wa kiroho umekaa sawa sawa. Endelea kupokea. Na mimi nakuambia hivi, wewe nukuu hayo maandiko. Alafu utakuwa na semina yako binafsi ya kupitia andiko moja baada ya jingine. Naomba tu usipange kukosa kesho. Na kwa wale waliofika nusu wengine wapo kule, hakikisha kesho umeileta ile nusu.